Asante kwa kutukusanya ukiwa na kusudi njema, kwa kuleta watoto wako mfalme wa milele katika ibada hii ya Kiswahili. Asante kwa kwaya yetu, na asante kwa wimbo ambao Baba umepitisha kupitia kwao, kutupa changamoto ya kwamba Baba, wakati utakapofika, wakati watahesabu, wakati Baba utafika sasa ya hesabu yetu ya mambo yote, kazi ambayo tulipewa katika ulimwengu huu, ukatuliza na yetu itakuwaje. Baba, unapotutayarisha kupitia kwa neno lako, na utupe nguvu mfalme wa milele, ili tusije tukatende kazi zako dunia hii na mwishowe tukose kurithi uzima wa milele. Kumbuka kwaya yetu Baba, kwa kutumikia kwa njia ya ajabu, na mfalme wa milele utaendelea kuwa pamoja nao, ukiwalinda na kuwaongoza, ukiwa Mungu wao katika kila hali, taa kwenye miguu yao na mwanga katika njia yao. Asante kwa nguvu na mamlaka ya damu Yesu Kristo, kwa wote ambao umeleta katika ibada hii. Ukatayarishe mioyo yetu ya kwamba Baba, neno lako likaingie katika shamba ambalo limepaliliwa, na hakika Baba, sifa, utukufu na ibada itabaki ikiwa zako, kwa sababu ni wewe peke yako unayestahili. Asante maana umetutendea. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Tunaweza kuketi. Karibuni sana katika ibada hii ya wakati huu. Hakika hakuna kupumzika na hakuna kukata tamaa. Mungu aliyeanzisha, yeye ambaye alikuwa na kusudi njema, muumba mbingu na dunia, yeye ana kusudi njema bado katika maisha yetu, wanakwaya na kila moja. Hatutachoka na hatutaondoka mpaka tuone uzima wa milele ambao Mungu mwenyewe ametupangia. Bwana Yesu asifiwe. Leo hata nikitaka kujaribu kuimba, na hii kwaya imenipa changamoto. Sijui kama mi wakati wa practice ndio labda siwezi pata, kwa sababu mimi ulala for sometimes kama masaa matatu tu. Sasa sijui kama mimi nitakuwa na practice online. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hii ni kwaya ambaye hata kama ni wewe mjawahi enda State House, hata nikisikia wakifanya mpango naweza sema hii iletwe huku, kwa sababu kiwango kiko sawa. Na hakika nataka kueleza wazazi, kuna jambo ambalo watu huchukulia tu kwa mzaha. Tunapoleta watoto wetu katika Sunday, tuwezeshe wafunzwe, waelekezwe. Wewe mwenyewe mzazi unamwelekeza, lakini pia ukaweze akaelekezwe katika neno la Mungu. Tusizitize kabisa, kwa sababu jinsi Biblia inavyosema, unapomfunza mtoto na kumwelekeza katika njia ya Mungu, ni vizuri ufanye hivyo kama angali mdogo, ili atakapokuwa mkubwa ama mzee hawezi kusahau. Choir master, nataka kuimba tu stanzas kama 2, na sijui kama sauti itakuwa sawa, lakini kwa imani nishapata marafiki watanisaidia. Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele. Sio nipe tune. Mungu wetu mwenye nguvu, Baba, neema yako, fadhili zako mpya asubuhi. Mungu wetu mwenye nguvu, ni Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu, ni Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu,
wanifariji moyo niamkapo. Baba utukuzwe, Baba uinuliwe, Baba. Baba utukuzwe, Baba uinuliwe, Baba utukuzwe, Baba uinuliwe, Baba. Baba utukuzwe, Baba uinuliwe, Baba utukuzwe, Baba uinuliwe, Baba utukuzwe, Baba uinuliwe. Watu wengi wametafuta kutukuzwa. Wakuu wengi wanafurahia wakiimbwa jina lao, lakini yule anayestahili kutukuzwa, kuabudiwa, kupewa sifa na kuheshimiwa milele na milele ni huyu ambaye ametuahidi, ametupatia tumaini, tumaini zaidi ya kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Najua watu hupata tumaini mahali tofauti tofauti. Jinsi nilivyowaelezea, unaingia kwa kazi na unapewa tumaini. Hii itakuwa sawa, hospitali utaenda sawa. Kila kitu unaweza kufanya kwa njia ambayo inastahili. Lakini kuna jambo moja haujapewa tumaini. Hizi tumaini zote umepewa ni mpaka kaburi. Acheni tuangalie, tuingieni katika certificates, vyeti ambavyo tunapata. Ni vizuri kupata cheti, ni vizuri kufanya bidii katika maisha, na kufurahia hizo vyeti vyote. Kuna vyeti ambavyo vinakuwa very unique. Ya kwanza inaitagwa marriage certificate, kwa sababu kila cheti mtu upewa kama ameasha hitimu, lakini marriage certificate with all the honors first class unapewa na hujahitimu. Bwana Yesu asifiwe. Unaingia mahali hata hauna experience, kwa sababu siwezi wenye bado mnachumbiana. Sidhani kama mtu anaweza kutaka kuchumbia mwenye yako na experience katika marriage. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi wote mnaingia huko mkiwa bubu, lakini umepewa sijui kama inaweka kwa classes, lakini umepewa certificate. Changamoto sasa unaanza kuishi. Ina depend sasa hii certificate foundation yake umeweka wapi? Kwa sababu kila ndoa msingi mpaka uwe ni harusi ya mbinguni ya mwisho, the wedding of the lamb at the end. Msingi wake mpaka uwekwe kwa Yesu Kristo. Msingi wake mpaka uwe kwa the rock, mwamba imara, ambayo Biblia imetuelezea katika Mathayo 7 kuanzia 24 mpaka 27 ya kwamba tunaposikia neno la Mungu, yule asikiae neno la Mungu na asitende. Yesu alikuwa anapeana parable. Hebu niambie parable. Akisema ya kwamba unaposikia neno la Mungu na usiyatende, wewe ni kama yule ambaye amejenga nyumba akaekeza katika msingi ambao ni mchanga. Lakini
Unaposikia neno la Mungu na unaenenda na hatua ya pili ya kuitenda, because neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu linafaa kutusaidia katika kila hali. Tunapo leo keti pamoja na kusemezana juu ya ibada kwa Mwenyezi Mungu, ibada ambayo inampendeza Mungu, na tumeangalia pale katika Agano ya Kale, tunaangalia wale waliotangulia, akina baba wa imani Abrahamu na wengine. Tunaona msingi wa kila kitu iliwekwa katika kujitakaza mbele ya Mwenyezi Mungu. Si kila mtu tu alikuwa na amka na anaingia patakatifu pa Mwenyezi Mungu. Tunaona ya kwamba sanduku la Agano la Kale, wakati ulikuwa umewekwa na mambo ama shughuli yanafanywa mahala pale, kulikuwa na hali ambazo kila mtu alikuwa anatakana kujitakaza mbele ya Mwenyezi Mungu. Vivyo hivyo tulianza hivyo ili tuone ya kwamba neno la Mungu, hakuna siku, kuanzia tu katika shamba la Edeni, hakuna siku Mungu aliweza kucompromise ama kulegeza neno la utakatifu. Hakuna siku. Katika shamba la Edeni, Mungu ameweka mwanamume wa kwanza, akampatia msaidizi. Wakati walitenda tu dhambi, uwepo wa Mungu uliwaondokea. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba inatupatia msingi ya kwamba tunapotaka ibada ya kweli, ibada ambayo mwishowe inatupatia nguvu, ibada ambayo inaweza kuvunja milango na madirisha ya jela ambayo unaweza kujipata ndani. Tunajipata ndani ya jela nyingi sana. Zingine hata tujui misingi zao zilikuwa nini. Nikiwa mdogo nilikuwa naona, na si mbali, nilikuwa naona, nimelelewa katika family ya polygamy. Polygamy inaitwa namna gani kwa Kiswahili? Ya polygamy, ya watu mke. Mama yangu, my Luya mother, mama yangu Mluya ndiye alikuwa mke wa babangu wa kwanza, lakini babangu akaoa wengine mpaka 4. Nafikiri hao ni wenye alikuwa ameoa, wenye hatujui sijui walikuwa wangapi. So unalelewa katika jamii aina hiyo mpaka ujiangalie na uone na ujiadhari, kwa sababu kuna vitu vingine ambazo tunaita ruling spirits. Je, nitaziita namna gani kwa Kiswahili? Nini kitawala? Roho ambazo zinatawala katika jamii. Tukubaliane, kwa sababu ndio ukweli, vitu vingi sana. Nikiwa mdogo nilikuwa naona katika hiyo familia, hao wake wa baba zangu wengine, mtoto alikuwa anazaliwa akiwa mdogo tu, hata bado anabebwa na iko kitu amefungiwa hapa kwa kiuno, kitu ya black. Finally sikuwa naona kala ingine, ni kamba ya black na kitu ya black na kwa mikono. So tunalea watoto, unawekezewa msingi ambayo ni ya uchawi bila kujua. Hiyo ndio maana ni vizuri kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa ya kwanza ni katika hiyo asilia ya hiyo familia ambao umezaliwa. Umebebeshwa mzigo na ujui nimebebeshwa mairizi. Maybe sometimes ukiangalia mwili wako ukuje upate, sisemi yangu imekatwa imekatwa na ujui ilikatwa lini. Uwezi rudi tena uende utengeneze. Chenye kina nguvu ya kubadilisha
na kutatua na kuharibu yale misingi mpofu ambazo zimewekwa katika maisha yetu ni damu ya Yesu Kristo peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu huchezea wokovu. Wokovu ni kila kitu. Unabebeshwa na una habari. Unabebeshwa, unaangalia, wamesoma wamepata mpaka PhD. Lakini after that, ulevi mambo leo. Na inafuatisha hivyo. Ameolewa, ameoa vizuri. Lakini baada ya Mungu kuwabariki kidogo na watoto wachache, ndoa imeharibika. Na inafuatisha hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Msingi ni wa maana ya kwamba kila jambo mpaka tuwekeze katika msingi wa Kristo. Jinsi baba wa imani na wote, jinsi walivyokaa, na msingi ambao Mungu aliweka katika shamba la Edeni ya kusema kwamba dhambi isiingie katikati yake na mwanadamu, ndio msingi ambao bado tunatumia mpaka leo hii. Bwana Yesu asifiwe. Unless ujidanganya, hakuna vile ninaweza kujidanganya. Sasa niko kwa giza, hakuna mwenye ananiona, sioni pastor hapa karibu. And forever and if anything niko Somalia, niko mbali sana. But the corona ilinifungia Somalia 2019 to 2021. Sasa nilikuwa naambia Mungu hata kama dunia inaisha, napenda Kenya sana. Mnakumbuka hata ndege haikuwa inatembea. Ambia Mungu hata kama nikutembea, uniruhusu nifike tu kwa nchi yangu. Kwanza yenye tumepitia mengi, lakini Mungu anabaki kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusichezee tukiambiwa ya kwamba mpaka tujitakaze, kwa sababu the scriptures zote ambazo neno la Mungu ambao tumesoma inatuelekeza vizuri. Unaanza na jinsi we mwenyewe inafaa ukae sawa na Mwenyezi Mungu. Biblia ikiongea juu ya kitani safi nyeupe king'aracho, inaashiria mioyo ama moyo wa mwanadamu, ya kwamba tusiwe na doa tunapoenda kufikia kwa Mungu. Hatuwezi amua ati leo uko ndani ya kanisa on a Sunday, alafu hiyo siku ingine unapatikana kwa ati hii umejaribu. Mimi nashangaa. Japokuwa bila kutaja jina, lakini wenye hawajapokea Yesu wako shida. Kuna mwenzangu hata alisha retire na expect anajienjoy nyumbani. Ananiambia vile mtu amemkona just this last week, mtu amemkona almost 100,000. Ati mtu anampigia simu kutoka Nairobi hapa, tiko vile naona hiyo nyumba yako imejaa vitu vingi ambaye naweza tukuvuruta, hebu tembea mpaka pale, sijui angalia nini. The lie of the kwani hauamini Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Pesa yake imekuliwa hivyo. Hata aliniambia hivyo, nikamwambia sasa hiyo ni kitu hata sijui ni kuombea ama nifanye namna gani. Msingi wa Kristo hiyo ilishalipiwa Kalivari. Leo Yesu anatuliza na anakuuliza, mimi mwana wa Mungu nilienda msalabani. Damu haikuwa rahisi kumwaga, niliumizwa. Sura, umbo liliharibiwa. Uwezi sema nirudi msalaba tena mara ya pili ndio uokoke. Nilikuwa nafanya hivyo ili mwanadamu, kanisa, iweze kuokoka na ipate uzima wa milele. Alafu anakuuliza na ananiuliza, upande wangu, Yesu anasema upande wangu nilimaliza. Na anajiuliza, na wapi kanisa ile niliendea msalaba? Kanisa iko very busy katika usherati. Kanisa imejaa katika waganga. Kanisa imejaa katika wivu.
katika chuki, katika nini. Hatutahesabia Yesu dhambi, hatutahesabu dhambi zetu, hatutalaumu mtu yoyote. Mshahara wa dhambi ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Mshahara wa dhambi ni nini? Ili Yesu abebe dhambi zetu. Mungu ana shortcut. Alienda kusimu nani? Alikufa. Kwa sababu mshahara wa dhambi mpaka iwe kifo. Hatuwezi kubali kifo tena, kifo ya pili. Bwana Yesu asifiwe. So kupokea Yesu inatuondolea hiyo, kwa sababu kifo mbadala ilishapatikana kupitia kwa mwana wa Mungu ambaye anaitwa Yesu Kristo. Upendo aina gani wa Yesu? Upendo inaitwa neema kwa sababu hatukustahili, unmerited favor kutoka kwa Yesu Kristo. Sisi ni kumpokea tu na kutembea na yeye. Kumpokea na kutembea na Yesu. Misingi ni msingi gani tunataka kutumikia nayo Mungu? Wamekuja saa hizi katika ibada hii tukasema ibada, worship, ibada kwa Mungu ni maisha yetu kila wakati. Hii siku ya Sunday peke yake. Unapotoka hapa, unapoelekea mahali unavyotakikana kuwa, matendo yako, jinsi unavyopatikana mahali unapatikana, mpaka iwe tofauti. Unajua wakati watu wanaongea juu ya hongo ama corruption ama nini, hii matendo, unapata mtu anauza, maybe anauza mahindi. Na siku hizi ugali si ya sisi Waluya peke yetu ama Wajaluo peke yao. Anauza hiyo, lakini ile gorogoro umeenda umepiga mpaka watoto yatima, laana inakufuata tu. Piga gorogoro mpaka hata si kilo 2 tena. Umeigonga, afadhali uzuri unaelewa hiyo Kiswahili. Yaani umeenda umeigonga, kama ni waru unauza, umewekelea zile nguo ndani ya hiyo ndoo. Kwani wewe ambao dawa ya hospitali iko under your charge na inapatikana kwa your chemist, wewe si corrupt. Wewe mwalimu ambao tunalipa school fee pamoja na remedio na ukai na watoto, wewe si corrupt. Hata wachukiane. Kwa sababu hizi certificates zote unaona, lakini death certificate hautaona. Death certificate yako hautaona. Hata uwe na pesa kiasi gani. Ekeza mahali inafaa kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ametupatia tumaini. Unajua hiyo ndio payslip haijatupatia. Hiyo ndio sababu niliwaambia mimi sioni kwa nini watu wanarenga, kwa sababu at the end of the day ukiretire unaenda. Ama ukikufa sasa wamemalizana na wewe, wamekuacha na nani wako? Je, Mungu wako anakujua aje? In fact I don't expect, sitarajii leo mtu atoke hapa ndani kwa hizi nini kama hajaokoka. Ni kuokoka tu. Ni kukubali Yesu, kukaribisha Yesu katika maisha. Kumkaribisha kuwa Bwana na Mwokozi. Kumkaribisha na kumwambia, nilizaliwa mara ya kwanza, nilipitishwa vitu zingine sikujua. Nimezaliwa katika familia ya usherati. Ukiniwacha nitakuwa na 100. Bwana Yesu asifiwe. Yes, that is what it means. Tukisha kaa vizuri kitambo tumfikie Mungu Mwenyezi, then tukaelezwa tena jinsi tunafaa kumtukuza Bwana bila uoga, bila kuonea Mungu aibu. Mnakumbuka Batimayo wakati anahitaji kuponywa, you can imagine alikuwa kipofu, and you can imagine wewe unapiga watu kelele. Sasa ni nini? Yesu mwana wa Mungu.
Unataka nini? Nataka kuona. Bwana Yesu asifiwe. What God has promised, if you ukisoma Matendo ya Mitume 3, chenye Mungu ametuahidi ni zaidi ya silver or gold, zaidi ya dhahabu, zaidi ya fedha. Yule crippled, yule kilema ambaye alikuwa anabebwa na anawekwa katika hiyo mlango ya temple, anaona watumishi wa Mungu na anaangalia, anaona, unajua siku ya kanisa watu wamevaa their Sunday best, anaona hapa iko tumaini, hapa inaonekana ninaenda kupata kitu kizuri. Alafu anaelezwa na Peter na John, wanamwelezea, utuangalie vizuri. Fedha, silver or gold, fedha ama dhahabu hatuna. Unajua Wakristo wengi wana give up katika hiyo fedha ama dhahabu. Sina, anasema yangu kuisha, kwa sababu tumaini lake limeishia kwa fedha, hakuna kitu kingine. Hawaongojei this other session ya kuambiwa, but what we have we give unto you. Hawaongojei that other part. Wengi wa Wakristo ambao ni mimi na wewe, shida yetu iko katika mahali pa kuongojea, mimi waiting bay. Hapo ndio tunakuwa na shida. Una give up wakati sasa Mungu ndio huyo sasa anataka kuonekana. Silver, fedha ama dhahabu hatuna, lakini chenye tunayo ama ile ambacho tunayo tunakupa. In the name of, katika jina la Yesu Kristo, inuka na utembee. Watu hawataki kutembea, wanataka ishie fedha. Fedha imeleta shida. Fedha imeleta shida kwa mtandao. Watu wanakutana, sijui wawe wachumba, kwa mtandao. Wakati wamekutana kwa sababu ni fedha wanaangalia, watoto wetu wanataka kuolewa, unauliza mwanzo, unauliza nini? Anafanya kazi wapi? Wakristo wenzangu, mwadhani agosho anafanya kazi? Huyo ambao unataka kuolewa naye ameokoka, amemjua Mungu, alafu utosheke hapa? Hapana, utosheki hapo. Mtandao wameenda wakiangalia dhahabu na kila kitu. Na ukifikiria haifanyiki hapa Nairobi, nitakuambia. Wakapatikana, walienda wakiwa wanatembea vizuri, merudi wakiwa mili ambayo ni viungo, kichwa imekatwa kivyake, mguu kivyake, alafu inakuwa stashed, ingine inawekwa katika nini ya kuvuruta, ukienda kwa ndege inaitwa namna gani? Hiyo inaitwa suitcase. Hii imewekwa kwa suitcase. Inawekwa kwa suitcase, wanafunga, hata uweze jua ni nyama. Yaani officers wakifanya patrol usiku, hata tumepata mtu wanaambiwa na mtu wa motorbike ambao wanajuana naye, afande iko kitu hapa lakini naishuku, wacha nifanye hivi. Kuna customer wangu ameniita, huwa ninambeba, lakini ile mzigo naona anatengeneza naishuku. Chenye nitamwambia naenda kuweka mafuta kwa petrol station. Amebeba mzigo kwa mafuta kwa chenye amebeba ni suitcase. Chenye iko ndani ni mwanadamu, mwili ya mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Watu wametafuta fedha na dhahabu, wakafikia katika vifo vyao. Tuangalie zaidi ya yale macho inaweza kutuonyesha. Tunaweza tu kufanya hivyo kupitia kwa kumjua na kumtambua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu.
Bwana Yesu asifiwe. Mumeona yule rafiki yangu amekuja? He's a very good friend. He's a very good friend. So next time nitakuja. Leo nilikuja tu kuwasalimia. Next time nitakuja kuhubiri. I'm also an evangelist. I'm not ashamed of the gospel. So mahali popote tunapatana, hata kwa uwanja huko, sawa sawa, tutetee huyu Yesu. Tumtetee nani? Yesu. Kwa sababu ningekuja hapa na kuanza kutetea polisi, Mungu niuliza maswali kama 1,100. Lakini mimi nimekuja kutetea nani? Yesu Kristo. Tumtetee huyo. Hakika kupitia kwa ibada mliona gereza. Mnaona mwenye huyo prison officer anataka kujinyonga. Kwa nini? Ukipoteza hata mabusu moja, hata moja hivi, imagine amepata sasa, imefunguliwa na asiki, na anaambiwa na Paulo na Sila, usijali tuko ndani. Tutoke, tufunguliwe kutoka kwa kifungo cha dhambi, ili tutumainie uzima wa milele. Mwenyezi Mungu atubariki sana, atulinde, atuhifadhi. Tunapokutana katika taoni hii, mimi usiogope kunisalimia. Bwana Yesu asifiwe, hata nikiwa na president, because sionee Mungu haya. Yeah? Naenda kuketi, sioni haya kwa